Jamani, leo ndo siku yangu ya kwanza kwenda kuripoti kazini. Bado mnataka kunichelewesha? Aliongea binti Lisa huku akiendelea kupekua kila kona ya chumba ambacho kulikuwa na mabinti wengine wawili waliokuwa wamelala kitandani. Lisa leo alisogea kitandani na kuanza kuamsha wenzio huku akiwatikisa. Rema, Amina, hebu amka. Niambie pochi yangu iko wapi? Acha kutusumbua bwana. Kwani pochi yako huwa tunashare? Kila mtu huwa anatumia pochi yake, alijibu Rema huku akivuta shuka, akajifunika vizuri na kuendelea kulala. Nyumba hii mna makusudi sana. Sijui ndo wivu wenu ama vipi? Mimi kabisa leo ndo siku yangu ya kwanza kazi, lakini mnanifanyia kusudi kunifuchia pochi yangu. Lisa aliendelea kulalamika huku akitafuta pochi yake. Mara alifika mama wa makamu. Alisimama mlangoni huku akiwa kafunga kitenge kifuani. Lisa, kwa nini unapiga kelele mapema yote hii? Hujui kama watu hapo bado wamelala? Mama, pochi yangu liweka hapa lakini sioni. Najua ni makusudi haya. Watoto wako wananionea wivu. Wanataka niendelee kuuza mitumba kutwa kupasuka kole na kauka mpaka basi hizo kelele zinazopigwa hapa ndani ni mfano wa kelele zinazopigwa huko kwenye mitumba yako. Naomba upunguze sauti ya kelele zako. Watu bado wamelala sasa hivi. Sasa vipi kuhusu pochi yangu? Tafuta taratibu. Nisaidie basi mama, muda umeenda. Mama yake aliangaza macho pale chumbani kisha akasema, sijui kwa nini mnakuwa wasaulifu. Pochi yako hiyo hapo juu ya tenga lenu la nguo chafu. Lisa aliangalia juu ya tenga, aliweka nguo chafu kisha akashika kiuno, akacheka na kutingisha kichwa. Jamani, kutafuta kitu kisichoongea ni kazi sana. Lisa alienda kuchukua pochi yake na kuweka begani. Mama, naomba dua na baraka zako. Leo ndo siku yangu ya kwanza kwenda kazini. Kila siku dua zangu zipo na wewe mwanangu. Asante mama. Lisa kutosheka na dua ya mama yake. Alienda kuamsha ndugu zake wamwombee dua. Amina, Rema, naombeni dua zenu. Wewe mbona msumbufu lakini? Unataka kuombea dua mara ngapi? Hebu tuache bwana. Acheni roho mbaya. Kupata kwangu ndio kupata kwenu. Naombeni dua. Haya, kila laheri. Asante. Lisa aliondoka nyumbani kwao akaelekea kazini kuanza kazi yake mpya. Alifika kwenye jengo kubwa la ofisi. Ndio kampuni mpya anaoenda kuanza nayo kazi. Aliingia ndani ya jengo akaelekea mapokezi. Habari za asubuhi dada Judy? Salama Lisa, karibu. Asante. Bila shaka unataka kuonyesha ofisi yako ya kazi? Ndio dada. Okay. Sasa nienda kwenye lifti, utapanda mpaka ghorofa ya 3. Hapo utakutana na Johnny. Atakuelekeza sehemu yako ya kufanyia kazi. Sawa, asante. Lisa alienda kupanda lifti na kuelekea ghorofa ya 3. Alifika akakutana na Mr. Johnny. Yeye alimpokea vizuri na kumwelekeza ofisi yake mpya. Lisa alivutiwa na ofisi yake mpya. Ilikuwa nzuri. Pale alitoa simu yake na kuanza kupiga picha ndani ya ofisi mpya. Kumbe wakati anafanya hivyo kulikuwa na mwanaume anapita. Alipomwona alisimama nje ya mlango wa kioo ambao ulionyesha ndani, akawa anamwangalia. Hakuwa mwingine bali alikuwa CEO David wa kampuni. David alikuwa ni kijana mtanashati, anajituma kwenye kazi zake. Alikuwa makini, hakupenda kupoteza muda kwenye mambo ya kijinga. Alichukia wafanyakazi wazembe. Kufukuza kazi ilikuwa ni jambo dogo sana kwake. David aliendelea kusimama huku akiweka mikono yake kwenye mfuko wa suruali. Alimwangalia Lisa kwa makini kwa kile alichokifanya. Baada ya Lisa kumaliza kupiga picha, mara mlango ulifunguliwa na David aliingia. Lisa alishangaa. Mtu aliingia bila kuwa na nidhamu, lakini hakuuliza chochote. Zaidi alimkaribisha kwa tabasamu. Karibu. David hakusita, alimwangalia. Naweza kukusaidia chochote tafadhali?
unaweza kuniambia tangia umeingia hapo ofisini umefanya kazi gani? Hili swali lilimfanya Lisa ahisi kuwa aliyeko mbele yake ni bosi wake. Sijafanya chochote, ndo kwanza nimeingia ofisini muda huu. Unapata wapi ujasiri wa kupiga picha wakati hujui mezani kwako kuna nini cha kufanya? Lisa aliangalia mezani akaona makaratasi na mafaili mawili. Samahani bosi, sipendi hili litokeze tena. Upo hapa kwa ajili ya kufanya kazi, sasa kwa ajili ya kutangaza biashara, au unataka kuonyesha kuwa unamiliki ofisi? Baada ya David kuongea hivyo, aliondoka kuelekea ofisini kwake. Lisa alikaa kwenye kiti chake na kuanza kukagua mafaili yake. Alianza kufanya kazi ilivyotakiwa kufanya. Baada ya kumaliza, alitoka kupeleka ofisini kwa David. David aliagiza ile kazi na kukuta ipo sawa. Kazi nzuri sana Lisa. Nadhani ukisoma vizuri mkataba wetu ndio. Basi, kama utafanya kazi vizuri zaidi, nitakupatia mshahara wako wote na sio nusu tena. Sawa bosi, nitahakikisha nafanya kazi kwa bidii na vizuri. Okay, hebu chukua hizo karatasi ukazibane pamoja. Lisa alisogea karibu na David, alichukua karatasi akaweka pamoja. Alipokuwa anataka kuzibana, alijikuta karatasi zote zimemwagika miguuni kwa David na nyingine zilikuwa mapajani kwa David. David alimkata jicho ambalo lilimpa wasiwasi Lisa. Samahani. Lisa akainama kuokota zile karatasi haraka. Kwa nini unakuwa mzembe hivyo? Unajua hizi karatasi zina umuhimu kiasi gani? David alifoka na kumfanya Lisa atetemeke. Unatetemeka nini? Fanya haraka. David aliendelea kuongea kwa ukali. Lisa alitikia kwa haraka na kubana karatasi. Anataka kuweka mezani. Akashangaa David naye anasogea pia. David alikuwa anamwangalia usoni. Kuja kushtuka, Lisa alistuka sana alipogundua kuwa kabana tai ya bosi na karatasi muhimu za kazi. Alimwangalia David usoni, akakuta David anamwangalia huku kakunja uso. Samahani bosi, ni bahati mbaya. Lisa aliomba msamaha, lakini David alizidi kumwangalia usoni huku akiwa kakunja uso wake. Lisa alisogeza mikono yake ili kutoa ile tai. Mara mlango ulifunguliwa na sekretari. Sekretari alipoona alionyesha mshangao kwa kuta akiwa amekaribiana. Alishindwa kusema kilichompeleka, akaa na waangalia. Acha Lisa, unaweza ukaenda. Na wewe ulikuwa unasemaje? Samahani bosi, nilikuja kukuambia kuwa baada ya nusu saa kutakuwa na kikao na wawekezaji. Unanitania si ndio? Hapana bosi, nilikwambia taarifa ya kikao unipe saa moja kabla. Ndio. Sasa kwa nini unaniambia muda huu? Haukuwa umefika kazini bosi? Hauna email yangu? Hauna namba yangu ya simu? Samahani bosi, nachukia neno samahani. Hili lisijirudie tena. Sawa. Sekretari alitoka ofisini kwa David, anatoa tai yake iliyokuwa imebanwa na karatasi. Lisa alirudi nyumbani, akakuta mama na ndugu zake wamekaa kibarazani, naye akaungana nao. Alisalimiana na mama yake, kisha akaanza kujadiliana hali. Vipi habari za kazi? Salama, lakini balaa umeshavurunda huko. Ndani ya bosi ni balaa, yani hacheki na yoyote. Usiambuzi kila muda, sheria kama zote, ukali ndo usiseme. Yani leo tu ameshanifokea mara kibao, yani mpaka kuna muda
Nimekumbuka biashara yangu ya mitumba, kupiga kelele kuita wateja. Ukute ulikuwa unaongea ovyo kama mpiga debe. Wala sio hivyo. Kwanza nimepiga picha nikiwa kazini, akanikuta. Pili nimebana karatasi na tai yake. Lisa alivyosema hivyo vyote wakaguna, wakaangua vicheko. Kuwa makini na kazi yako mwanangu. Kosa dogo linafanya kuharibu kazi yako. Sawa mama. Acha nikapumzike, nimechoka sana. Lisa alinyanyuka akaingia ndani. Kesho yake Lisa alifika kazini mapema sana. Akiwa parking ya nje, alipata wazo asogee kwenye moja ya gari, ajiangalie kwenye kioo ili ajiweke sawa. Alisikia kwenye moja ya gari lilikuwa limepaki. Mwanzo alijiangalia kwenye kioo akagundua makeup yake haijakaa sawa na anatakiwa kupendeza. Alitoa makeup akaanza kujipaka huku akijiangalia kwenye kioo cha gari. Natakiwa kuwa smart bwana. Alichukua lipstick yake akapaka mdomoni. Wakati anasambaza vizuri kwenye midomo yake, alishangaa kuona kioo cha gari kinashushwa. Akakutana uso kwa uso na David. Mungu wangu, leo tena nafanya kosa kwa mara nyingine, tena bado mapema sana, alisema Lisa. Samahani bosi, sikujua kama ni gari yako, alisema Lisa, alafu akaondoka bila hata kugeuka nyuma. Ombi la Lisa alimfanya David azidi kumfuatilia Lisa kwenye utendaji wake wa kazi. Na kwa upande wa Lisa, aliongeza juhudi na umakini, akawa anafanya kazi zake vizuri mpaka ikafikia tu David akawa anavutiwa sana na utendaji wake wa kazi. Kuna baadhi ya wafanyakazi walifanya pamoja. Siku moja Lisa na David walikuwa wanatoka kwenye mambo yao ya kazi. Walifika sehemu ya kushuka kwenye gari na kwenda kupata chakula. Wakati wanarudi kwenye gari, Lisa aliona matunda mchanganyiko yaliokuwa yanauzwa. Akatamani na hakuwa na hela. Samahani bosi, una hela ya change hapo? Ya nini? Matunda yale pale nahisi wanauza 500. Mimi nina hela kubwa hapa na ufia hata kwa na change. David alijipapasa, hakuwa na hela ndogo. Alitoa wallet na kutoa 10,000. Shika hii. Mbona kubwa? Wewe shika kanunue unachotaka. Lisa alienda kununua matunda kisha akarudi na kumpa change. Asante bosi. Change hii hapa. Kaa nayo yote, David alijibu. David akujibu, naomba unishikie. David alishika kikontena ya matunda. Lisa akaweka kwenye pochi yake. Alipomaliza alichukua matunda yake wakaondoka. Siku moja Lisa aliingia ofisini kwa David. Siku David alimpokea kwa bashasha na tabasamu kubwa. Lisa alishangaa sana. Ilikuwa mara yake ya kwanza kuona tabasamu kutoka kwa bosi wake. Kumbe akitabasamu anakuwa mzuri hivi, alisema Lisa huku akiwa bado anamkodolea macho. Karibu Lisa. Asante. Lisa alikuwa bado kadua anamshangaa David. Lisa. Lisa alivuta kiti akakaa. Nimeleta lile faili, nimemaliza kazi. David alichukua lile faili, alikagua. Baada ya kumaliza akainuka, akaanza kumwangalia Lisa usoni. Lisa, tunaweza kupata kahawa pamoja? Hapana bosi, nina. Kwa nini hapana? Hapana. Ndio bosi, kampuni yangu, kazi zangu na wewe mfanya kazi wangu. Sasa wasiwasi wa nini kama kila kitu ncha bwana heri? Lisa alitoa tabasamu la mbali. David alipiga simu na kuagiza kahawa 2 pamoja na biskuti za tangawizi. Baada ya dakika chache kahawa ilipelekwa, wakaanza kunywa. David alikuwa kachangamka sana. Aliongea sana siku hiyo. Vipi, unaonaje kahawa nzuri? Mbona kama unakunywa kahawa kwa uoga? Unaniogopa? Hapana. Basi changamka mrembo. Pindi unapokuwa na mtu kama mimi. Linda alikuwa anakunywa kahawa anajikuta anapaliwa na kuanza kukohoa. David aliweka kikombe cha kahawa juu ya meza na kumfuata alipokaa. Alimpa mgongo huko akimpa pole.
Alitoa kitambaa na kumfuta. Linda bado anaendelea kukohoa. David alienda kuchukua karatasi ya maji na kumpatia glasi ya maji na kumpatia anywe kidogo. Lisa alikunywa na kuacha kukohoa. David alimwangalia usoni jinsi alivyokuwa mwekundu na machozi yakitoka. David alijikuta anapata hisia fulani hivi. Alisogea karibu na kutaka kumbusu midomo ya Lisa. Kabla hajafika, Lisa alisogea hatua moja nyuma. Wakati huo mapigo yake ya moyo yalidunda kwa kasi. Jasho jembamba alianza kumtoka. Mikono yake ilitetemeka. Wakati huo David alikuwa akimwangalia sana usoni. Taratibu David alipiga hatua na kumsogelea na kushika shingo ya Lisa kwa nyuma. Taratibu alisogeza uso wake. Lisa alipoona wanaenda kukutanisha midomo yao, alifumba macho. David alifikia midomo ya Lisa na kuanza kunyoa taratibu. Lisa alitulia na kuacha David endelee na alichokianzisha. David alimaliza akamwachia na kumwangalia usoni Lisa. Aliona aibu na kuinamisha macho yake chini. Lisa, David aliita kwa sauti ya upole na kumfanya Lisa anyonye macho kumwangalia. Waliangalana kwa sekunde kadhaa. David alionyesha nia ya kutaka kurudia kitendo cha mwanzo. Lisa alijitoa mikononi mwa David na kutoka ofisini kwa David na kuelekea ofisini kwake. Alifika ofisini kwake, alikaa kwenye kiti chake na kushika midomo yake. Ni nini kimetokea? Lisa, umefanya nini na bosi wako? Lisa alijiuliza maswali kisha akaacha tabasamu, akiona maana kwamba alifurahishwa na kile alichokifanya na David. Kile msisimua. Lisa akiwa bado anafikiria, mara mlango wake ulifunguliwa. Lisa alistuka kumwona David akiingia. Lisa alisimama akawa anamwangalia. David alisogea karibu na meza anayofanyia kazi Lisa. Akavuta kiti akakaa na kukunja nne. Mbona umesimama? Aliuliza David na kumfanya Lisa akae. Vipi, kazi inaendaje? Zinaenda vizuri, alijibu Lisa huku akiwa na wasiwasi na hakuweza kumwangalia David usoni kutokana na alikuwa na aibu ya kile kilichotokea ofisini kwake. Hivi umeolewa au na mchumba? Hilo swali lilimsua Lisa. Akana mwangalia David bila kujibu. David aliendelea kumwangalia kwa sekunde kadhaa. Hapo akasema, basi kwa makini kwenye kazi zako, maana umakini huwa unaanza kwenye kazi na baadaye unakuwa mama bora kwenye familia yako. Na usifikirie kila tabasamu ni nafasi ya mapenzi. Lisa alihisi kauli hiyo kama sindano moyoni kwake, na wala hakueleza David alikuwa anamaanisha nini akumuuliza kumwambia vile. David alikuwa akimwangalia jinsi alivyokuwa kadua. Baada ya hapo alinyanyuka akatoka na kufunga mlango. Lisa alijitupa juu ya kiti chake na kuvuta pumzi ndefu. Huyu mtu ana maana gani? Au anafikiria mimi ni mwanamke rahisi? Baada ya kutulia pale alipokuwa ananibusu, Lisa alifikiria sana. Baadaye akasema, pote, nipo hapa kwa ajili ya kazi tu. Usiku Lisa alikuwa amesimama mbele ya kioo cha dressing table chumbani kwao. Akanajiangalia kwenye kioo huku akifikiria sana bosi wake alichokifanya. Hivi kwa nini nafikiria hilo jambo kwa siku nzima? Kwa nini hatoki akilini kwangu? Rema alipofika ghafla alisikia alivyokuwa anaongea Lisa. Ni nani huyu atoke akilini kwako? Lisa aligeuka kumwangalia. Umefikaje hapa na umefika saa ngapi? Tangia ulipoanza kuongea mwenyewe. Potezea maongezi yangu, hayana maana. Mara hii umepata mpenzi huko kazini. Sikufuata mapenzi, nimefuata kazi. Sijui umenielewa?
alisema Lisa, kisha akaenda kupanda kitandani na kujifunika shuka na kulala. Kesho yake Lisa alienda kazini, akaendelea na kazi zake kama kawaida, lakini kila alipokutana na bosi wake aliona aibu. Moyo wake haukuweza kusahau kilichotokea. Kwa mbali alikuwa akihisi kuwa ameweza kumpenda bosi wake. Siku moja Lisa alikuwa kakosea kidogo kufanya kazi yake. David alimpigia simu na kumtaka afike ofisini kwake haraka sana. Lisa alienda ofisini kwa David kusikiliza alichokuwa anamuita. Alikuta David amepakua faili. Baada ya kumaliza alifunika, akamwangalia Lisa usoni. "Hii kazi umefanya wewe?" "Ndio bosi." David alimsukuma kwa nguvu. Alisukuma kwa nguvu lile faili likaanguka chini. Lisa alinama na kuokota na kushika mikononi mwake. "Hiki nini umefanya? Hebu angalia ulichofanya." Humo ndani Lisa alifungua faili akaangalia na kugundua ile kosa dogo alikuwa akafanya. "Samahani bosi, imetokea bahati mbaya, haitajirudia tena." David alikuwa na hasira, lakini sauti ya Lisa ni kama ilimtuliza fulani. Akikuta anapunguza hasira. "Kwa makini Lisa, kwa makini na kazi yako. Epuka usumbufu wa kijinga. Ukifanya kazi vizuri kazi zako." Kuna wakati David alikuwa mkali sana kwa wafanyakazi wake, na wengine walifukuzwa kazi kwa sababu ya makosa ambayo ilikuwa madogo madogo. Hali hiyo ilimfanya Lisa awe muoga, makini. Alimwogopa sana David. Pia alikuwa analinda kibarua chake kisije kuota nyasi. Siku moja asubuhi Lisa alikuwa anaenda ofisini kwa David. Alikutana na Anna, sekretari wa bosi. Walisalimiana na sekretari nje ya ofisi kwa bosi. Wakaa wanaongea. "Vipi Lisa, nasikia ulinusurika kufukuzwa kazi. Nani kakupa hizo habari?" "Kila mtu anajua hivyo." Sio kweli. Ilikuwa ni onyo tu. Kila kitu kipo sawa. Kwa makini. Kiumbe huwa haeleweki hata kidogo. Maisha yake yana tofauti na kinyonga. Huwa anabadilika mara kwa mara. Ni ngumu kumuelewa." "Ni kweli. Kwani bosi yupo ofisini kwake?" "Nadhani bado hajafika, maana huu sio muda wake wa kuingia kazini," alijibu sekretari. "Unaweza kumpelekea ile faili?" "Lisa, nina mambo mengi nataka kufanya kabla bosi hajafika. Naomba unisaidie kupeleka tafadhali." "Sawa." Lisa alikubali. Alisogelea mlango wa ofisi ya David, akafungua na kuingia, huku sekretari akiwa anaendelea na kazi zake nyingine. Lisa alisogea karibu na meza ya David, akaweka faili. Alipopiga jicho pembeni, akaona picha ambayo ilikuwa imeachwa, imechanwa na vipande viwili. Kipande kimoja kilikuwa cha picha ya David na kipande kingine kilikuwa cha mwanamke mrembo. Alikuwa na tabasamu mwanana lilomfanya avutiwe zaidi na kupendeza. "Ni mrembo sana, sijui ni nani wake bosi." Lisa akiwa bado anaangalia vile vipande vya picha na kujiuliza maswali, mara alistuka kuona mtu kaweka glasi ya mvinyo mezani. Lisa alistuka sana na kugeuka kumwangalia. Lisa alijikuta ameuliza swali bila kutegemea. "Kumbe ulikwepo?" "Ndio, nilikuwa chumbani, chumba cha mapumziko. Leo nilifika mapema sana," alijibu David huku akiangalia vipande vya picha iliyokuwa mkononi mwa Lisa. Lisa alipoona anaangalia, alirudisha mezani haraka. "Samahani, nileta faili," alisema Lisa huku akitaka kuondoka. David alinyosha mkono na kushika kiuno cha Lisa. Lisa alisimama na kugeuka kumwangalia. "Lisa, hivi unajua tofauti kati ya kosa na hatari?" "Pana bosi." David alitoa mkono wake na kugeuka, alafu akasema, makosa yanaweza kugharimu kazi na hatari inaweza kugharimu moyo." Lisa alikuwa anashangaa, maana bado alikuwa hajaelewa David
anamaanisha nini kusema hivyo? Maneno yalimaanisha nini bosi? Kumbe wewe bado mtoto. Basi nenda, ila ipo siku utajua tu. Lisa alipiga hatua kuelekea mlangoni ili atoke ofisini, lakini kabla hajafungua mlango David alimuita. Lisa. Abe, aliitika Lisa. Akageuka kumwangalia. Nimependa muonekano wako. Leo nilitaka ujue hivyo, alisema David huku akiwa anatabasamu la kulazimisha. Baada ya kumwambia hivyo, Lisa alitoka ofisini na kwenda ofisini kwake. Mambo ya David kutoeleweka. Anataka nini? Lisa ilikuwa inamchanganya Lisa. Siku moja alikuwa amekaa na rafiki yake, wakawa wanaongea. Vanessa, hivi mtu ambaye anampenda mtu huwa anaonyesha dalili gani? Vanessa alimwangalia Lisa alafu akaanza kucheka. Umependwa au umependa? Hapana, nataka kujua tu. Kama uniambie sababu ya kutaka kujua, siwezi kukuambia lolote. Unajua bosi wangu haeleweki. Kuna wakati anahisi kabisa ananitaka, lakini kuna muda aonyeshi kabisa hizo dalili. Anakuwa busy na mambo yake, yani kama vile hanioni. Usiniambie nao umeanza kumpenda. Sikuwa na wazo hilo, lakini kuna baadhi ya mambo anafanya yananisisimua na kunifanya nianze kumpenda, lakini msimamo wangu kwake haueleweki. Lisa ni rafiki yangu, najua na kujua vizuri sana masuala ya mapenzi na yaelewa, japokuwa sio kwa kina. Lisa, kwa jinsi unavyosema na kushauri, usimchukulie serious huyo bosi wako, huenda akaa tamaa zake. Lisa alikubaliana na ushauri wa rafiki yake. Baada ya hapo aliondoka, kila mmoja alirudi kwao. Usiku Lisa alipokuwa kajilaza kitandani kwake akitafuta usingizi, alianza kufikiria maneno ya David. Alikuwa na maana gani kuniambia kosa? Liweza kugharimu kazi, lakini hatari inaweza kugharimu moyo. Hili neno linanichanganya sana. Sijui alikuwa anamaanisha nini. Yaani maneno yake yamekuwa mfumbo sana. Siku zilizidi kwenda. Lisa aliendelea na kazi. Alikuwa anamkwepa sana bosi wake. Maana alikuwa akimuona akili yake ilikuwa inahama. Siku moja Lisa na wenzake walifanya kazi kwenye idara yao. Walikuwa kwenye chumba cha mkutano wakijadili kitu. Mara David aliingia na kwenda kukaa kwenye kiti chake. Kisha baada ya hapo akaanza kuzungumza masuala ya miradi mipya inayotaka kuanzishwa pale kwenye kampuni yao. Wakati David anaongea, mara nyingi jicho lake lilikuwa kwa Lisa. Lisa akainamisha kichwa chake chini kuepuka kuangaliana naye. Kuna muda alinyanyua kichwa, wakakutana macho kwa macho na kutazamana kwa sekunde. Kisha Lisa aliangalia pembeni. Baada ya mkutano kuisha, kila mtu alinyanyuka na kuondoka. Lisa akati anakusanya vitu vyake kuondoka, David alimwambia Lisa, unaweza kubaki hapa kwa muda kidogo. Sawa bosi. Wafanyakazi waliondoka wote, wakabakia Lisa na David. Alinyanyuka kwenye kiti na kumsogelea Lisa huku mkononi akiwa na kibahasha. Naona sasa umekoma kwenye kazi, unafanya kazi vizuri sana. Ule mpango ulionipa umenifurahisha mno. Shika hii kama shukrani yangu kwako, alisema David huku akimkabidhi bahasha. Lakini haina haja ya kufanya hivi. Ni wajibu wangu kufanya kazi kwa makini. Sitapendezwa kama hautapokea zawadi nitakao kupatia. Lisa aliamua kupokea zawadi, akafungua pale wakiwa wamesimama wote. Alikuta kuna cheni iliyotengenezwa kwa madini ya dhahabu. Tena ilikuwa na kito cha jina lake. Lisa pia kulikuwa na saa ya mkononi ya bei ghali. Lisa alishangaa, bosi, hivi vitu ni vya gharama sana. Nadhani kama vinafaa kwa vyangu.
David alimwangalia Lisa huku akitabasamu, alafu akasema, "Ni yako. Nataka uvae hii saa. Zingatia kuivaa kila wakati kwa ajili ya kuangalia muda sahihi na kufanya mambo yako pia. Pia ukiwa unavaa kuna hali fulani utakuwa unasikia moyoni nitakuwa nasikia moyoni mwangu, na pia hakuna mtu unayemthamini na kumfikiria." Kwa kiasi fulani David alionekana kuongea kwa hisia. Lisa alikuwa kaduaa, hakujua aseme nini. Alishukuru kwa sauti ya chini na kutaka kuondoka, lakini David alimzuia. "Lisa, abe bosi, ukihitaji kitu chochote unaweza kuniambia, hata kama ni nje ya kazi." Lisa bado alikuwa kaduaa na David alikuwa akamkazia macho usoni. Lisa akatabasamu kwa uongo kisha kaondoka, lakini moyoni alikuwa na hisia sana na David, na zilizidi kukua siku hadi siku. Upande wa David naye alionekana alikuwa na hisia, lakini alikuwa anajizuia. Labda alifanya hivyo kwa sababu Lisa ni mfanyakazi wake, au kulikuwa na sababu tofauti na hiyo. Usiku Lisa alikaa kitandani akaangalia zawadi zake huku akitabasamu, lakini ghafla ile kauli ya David ilijirudia kichwani kwake. Hatari inaweza kugharimu moyo. Hapa anaanza kupata picha. Huenda David aliogopa niambie kuwa ananipenda, lakini inawezekana ameshawahi kupitia magumu kwenye swala la mapenzi. Acha nimwache afanye anavyotaka, ila siku moja ataniambia tu. Siku moja baada ya muda wa kazi kuisha, Lisa hakuondoka. Alibaki ofisini kwake na kufanya kazi zake. Alifanya kazi huku giza lilikuwa linaanza kuingia. "Natakiwa kuwasha taa ili nimalize hii kazi. Siwezi kuondoka bila kumaliza." Lisa alinyanyuka kwa ajili ya kwenda kuwasha taa, lakini kabla hajapiga hatua taa iliwashwa. Hakuwa mwingine, ni David. Amesimama huku akiwa kashika glasi ya mvinyo mkononi kwake. Pia alionekana amelewa. "Usikumbe bado upo?" David hakujibu. Alimsogelea, aliweka glasi ya mvinyo mezani, alafu akasema, "Lisa, nimekuwa nikikuona ukijituma kwenye kazi. Hii imenivutia sana. Alafu kuna hili lingine nimekuwa nikijiuliza sana." Aliongea David huku akishika nywele za Lisa zilizokuwa kabana na nyingine zilikuwa zimeanguka pembeni ya uso. Kisha akaendelea kusema, "Najaribu kujizuia sababu mimi ni bosi wako kwako. Huenda nitajaribu kila kitu, lakini kila ninapokuona moyo wangu unapata sababu mpya kupambana na hisia. Lisa, sijui kama ni kosa au hatari. Umekuwa zaidi ya mfanyakazi wangu. Lisa, nahisi dunia imesimama kwa sekunde." Moyo wako ulianza kudunda. Moyo wake ulianza kudunda kwa kasi. Akana mwangalia moja kwa moja. "Bosi, kwa nini iwe hivyo kwangu?" Swali la Lisa lilimfanya David astuke kama vile mtu alikuwa usingizini. "Nilikuwa nikiota ndoto." "Vipi bosi?" "Naongea na wewe." "Lisa, usichukuliwe kwa makini na hichi ninachokisema," alisema David, kisha akaondoka ofisini.